بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكزيادة صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون عباد الله، نendelea darasa yetu katika kitabu cha tauhid, na leo tunaangalia masail katika mlango tuliosoma jana tuliposema majaa fi sababi kufuri al-insan, kufuri bani adam wa tarakihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Mlango tuliosoma jana, kwa hiyo tunasoma masaili yake ambayo tumejifunza. Anasema fihi masail, ndani yake kuna masail mengi tu. La kwanza kabisa, alula anna man fahima hadha albab, atakayefahamu mlango huu, wababaini ba'dahu, na milango miwili inayokuja baada ya huu, lahu ghurbatun, tabayyana lahu ghurbatul islam, basi itabainika kwake yeye ule ugeni wa Uislamu. Kwa Uislamu kile unapokwenda watu wanaona mgeni, kwa sababu wanabainishiwa mambo wao wenyewe wanaona kwamba tofauti na dini yao wanavyojua wao, lakini ndio uhakika wale jambo lenyewe ndio ghurbati dini, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam gharibun wa sataudu ghariban kama badaa, kwamba Uislamu umeanza kwa mgeni na utarudi kwa mgeni kama ulivyoanza. Ulipokuja mwanzo wake na mambo ajabu, watu wanaambiwa. Baada ya kuondoka karne zile 3, watu wakiuza mambo, wakabadilisha mambo, kuja watu kubainisha mambo tena hapa, bado ghurba wa dini ndio pale pale. Kwa hiyo utabainika wake ghurbatul islam, waraa min qudrati llahi, na ataona uwezo wa Allah, wa taqlibihi lilqulubi, na kule kuzigeuza kwa kinyoyo Allah, alajab, kwa ajabu kabisa anavyozigeuza. Athania, jambo la pili tujifunza maarifatu awwali shirki, tunapata kujua mwanzo wa shirki ambao hadatha fil ardhi kana bishubhati salihina, na ilikuwa kwa shubha za watu wema. Shubha tu kwa wale watu wema, watu wakadhania kwamba hawa wana uwezo fulani wa kiungu, wa kwamba wanaweza kusafirisha katika ulimwengu, kusafisha au kuweka karibu na Allah. Watu wakafanya hii kughulua, wakapindukia mipaka kutokana na vile hali zao zilivyo za uja, wakawapeleka katika hali nyingine. Hii ndio sababu ya kukufuru binadamu. Tumegundua hivyo, tumeona hivyo. Athalitha, la tatu tujifunza ni maarifatu awwal shay'in ghuyira bihi dinul anbiya. Jambo la mwanzo tumepata kujua jambo la mwanzo ambalo imebadilisha dini ya mitume. Wa ma sababu dhalika, tumepata kujua nini sababu ya hiyo. Maarifati anna Allah arsalahum, pamoja na kujua kwamba Allah ndio aliyowatuma hao mitume. Arabia, jambo la nne tulijifunza qubulul bid'ah ma kauni shara'i wal fitrati tarudduha. Tumeona watu wanavyokubali uzushi bid'a, pamoja na kwamba sheria na maumbile yenyewe alivyoumba Allah, tarudduha, wanazirudisha hizi bid'a, haizikubali, lakini watu wanazichukua bid'a hizo. Al-khamisa, jambo la tano tunajifunza anna sababu dhalika kulluhu mazjunul haqqi bil batil, kwamba sababu yote hayo ni kuchanganya haki na batil, ndio kunasababisha hayo. Fal awwal, basi la mwanzo, mahabbatu salihina, ni kuwapenda watu wema. Wa thani, fi'lu unasi min ahli al-ilmi wad-dini shay'an aradu bihi khaira, yani la pili ni kule kufanya kwa watu, fi'lu nasi, kufanya watu, min ahli al-ilm, tena watu wenyewe katika watu wa ilmu, wa dini, na watu wenye dini, kufanya shay'an, vitu ambavyo aradu bihi khaira, wametaka wao kufanya vitu hivyo khairi. Fadhanna, wakadhani, man ba'dahum, baada ya wao, annahum aradu bihi ghairahu, wakadhania kwamba watakokuja baada ya wale wema wale watakusudia kwamba wamekusudia vingine, hawa walitaka vingine. Kwa hiyo wakabadilisha dini, wakafundisha, wakafanya vingine, wakadha ndo kuichanganya haki na batili huko.
Kama tumeona watu wa Nuhu waliwalekea wahai, lakini shetani ndo kaletea wahai kwamba wachonge yale masanamu ya watu wema waliokufa wale, waweke katika sehemu zao zile zile, wao wanajikumbusha. Lakini wale waliweka katika hali hiyo tu kujikumbusha ule wema na wale watu wema tu. Lakini baada ya kuondoka wale, zama zikapita, ikasahaulika ilmu, watu wakawaabudia, na shetani huyo ndo akawapelekea wahai kwamba waabudie wale, akamwambia wazee wenu hawa ndio walikuwa wanaowaomba na wapata mambo yao kupitia hawa. Kwa hiyo wakaabudia. Asadisa, la sita tunajifunza tafsirul ayati min surati Nuh. Tunapata kujua tafsiri ya aya katika surati Nuh ambayo tumesoma huko mwanzo katika darasa tuliyosoma. La saba tunajifunza ni jibillatu al-adami min kauni al-haqqi yanqusu min qalbihi wal batil yazid. Lile kuvutika kwake binadamu, yani umbile lake kuvutika la binadamu kama kumteza nguvu, mfano kiasi kwamba fi kauni alhaqi yanqusu, katika kuwa kwake haki inapungua, fi qalbihi, katika moyo wake, wal batil yazid, na batil inazidi katika moyo wake. Athamina, jambo la 8 tulijifunza, fihi shahidun lima nuqila ani salaf, ndani yake kuna ushahidi yale ambayo yanakuliwa kutoka watu wema, anna albid'a sababuhu alkufr, kwamba bid'a sababu yake ni ukafiri, ndio huleta bid'a. Atasi'a, jambo la 9 tulijifunza, maarifatu ash-shaytani bima taulu ilayhi albid'a, kujua kwa sheitani yale mambo ambayo yanapelekea, yanamvutia mtu kumpeleka katika bid'a, walau hasuna qasduhu, hata kama itakuwa makusudio yake ni mazuri, maqsadul fa'ili, ya makusudio ule mfanyaji itakuwa ni mzuri, lakini shetani anamtengenezea mazingira kumpeleka katika mambo ya bid'a na kuleta jambo la uzushi. Kwa hiyo sio kila anataka khairi anapata, kama alisema Ibn Mas'ud, kam min muridi min khairi wala yusiba, wangapi wanataka khairi lakini hawazifikii hizo khairi. Wanaona kwamba hii inanifanya nataka khairi, lakini kwa sababu njia aliyopitia sio ya khairi na mambo yanatumia sio ya khairi, hawezi kufikia khairi hata kama alikuwa anaitaka. Al-ashira, jambo la 10 tunajifunza, maarifatu qa'idatun al-kulliyah, tunapata kujua kawaida ya kiujumla, fi nahyu anil ghuluwi wa ma'rifati ma yaulu ilayhi, yani tumepata kujua makatazo ya kufanya ghuluu na yale mambo ambayo, tunapata kujua yale ambayo yanayopelekea kufanya hiyo ghuluu. Al-hajata ashara, jambo la 11, madharatu al-uquf ala al-quburi, madhara ya kusimama katika makaburi, li ajili amali salihi, kwa ajili ya kufanya amali njema katika haya makaburi. Athania, jambo la 12, maarifatu nahyu an tamathili wa hikmati fi izalatiha, makatazo, yani tunapata kujua makatazo ya kutengeneza haya masanamu na hikma ya kuyaondosha yale masanamu, kwa sababu baadaye yanakuja kuabudiwa. Thalithata ashara, la 13, aidhamu sha'ni hadhihi alqissa, ukubwa wa kisa hichi, wa shiddatul hajatu ilaiha ma'a alghaflatu anha, yani ukubwa wa hichi kisa tulichokisoma na vile vile ile haja kubwa ya kupata kisa kama hichi, yani kuyafikia haya, ma'a alghaflatu anha, pamoja na kughafilika na jambo hilo, watu wameghafilika nalo. Inshallah taala darasa hili lishia, bado haya masaili yanaendelea, lakini sitaishia hapa, tutakuja kumalizia kuanzia la 14, 15, 16 na kuendelea mpaka kufika jambo la 20 inshallah taala katika darasa itakayofuata. Leo mnaktafi bihadha, tukoe wakati tu kwa leo, tutashiriki na hapa bismillah tabaraka taala. Inshallah taala katika darasa ijayo tutakuja kumalizia haya masaili. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.